Ndio. Wajina wako huyu. Usimpambe kwa sababu ni wajina mnafanana majina. Zungumza kiuhalisia. Unaona anakwenda kuvivaa viatu vya Mwalimu Fadlu ambaye alikuwa kipenzi cha wanasimba. Sintofahamu ndizo ambazo zimemngoa pale katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ama na yeye atakuwa mbuzi wa kafara kama Mwalimu Sele. Mimi kwa Steve Barker nakuwa na imani kubwa zaidi ukilinganisha na Fadlu Davis, ingawaje katika mafanikio ambayo ameweza kuyaonyesha kwa muda mfupi aliokaa na timu ni makubwa, lakini ukija kuangalia kwenye experience lakini pia kwenye mafanikio namuona Steve Barker akiwa na mafanikio makubwa zaidi kuliko Fadlu Davis, kwa sababu Fadlu Davis anakuja Simba Sports Club hakuwahi kuwa kocha mkuu popote. Yaani amekuja kuwa kocha mkuu akiwa ndani ya Simba. Huko kote alikuwa anapita akiwa kama caretaker, wakati mwingine akiwa kama assistant coach. Lakini amekuja Simba Sports Club ndo akapata nafasi hiyo na akaweza kufanya makubwa. Kwa hiyo imani yangu kubwa, kwanza ukiangalia muda mrefu ambao amekaa katika career ya ucoach, amekaa kwa muda mrefu zaidi na ni mkomavu zaidi ukimlinganisha na Fadlu. Pia hata age yake pia ni kubwa zaidi, kwa hiyo anaweza akasimama katika timu akastand as the father, anaweza akasimama katika timu akasimama, wengine wakamuita kama babu kijana, wakasema kwamba tumekaa na babu yetu tunazungumza naye. Na ukiangalia kwa Simba Sports Club kuna vijana lakini pia kuna watu ambao wapo katika age ya katikati. Tunaamini kabisa watakuwa vizuri kuweza kuipokea ile elimu ambayo anaitoa kwa wachezaji. Lakini pia ni kocha ambaye anaweza kutumia mifumo kulingana na asset alizokuwa nazo. Wanasema kwamba huyu sio kocha ambaye anategemea mfumo mmoja. Yeye mara nyingi sana huwa anabadilika kulingana na timu ambayo anakwenda kukutana nao na rasilimali ambazo anakutana nazo. Ila yeye mfumo wake pendwa kabisa ni 4-2-3-1. Yaani huo ndio mfumo pendwa sana kwa upande wake. Sasa nikiuangalia mfumo huu pendwa ambaye anapenda kuutumia wa 4-2-3-1, nikiangalia ndani ya Simba tayari pale kuna Maodo Kante ambaye ameadhibiwa huyu mechi 5 nje ya uwanja. Kuna Nabi Kamara, alafu pia kuna Yusuf Kagoma. Umeona Kwa hiyo ukiangalia hao watu watatu wana uwezo kabisa, kati yao mmoja akapumzika, wawili wakakaa juu kuweza kulinda backline ya Simba Sports Club. Lakini pia ukiangalia katika eneo la katikati attacking midfielders watatu, unaona Simba wanapatikana kabisa, wakina Morris Ablamu, wakina Helim Panzu, wakina Kip Dennis wanapatikana. Kwa hiyo kwa mfumo wake huu ndani ya Simba, kwa aina wachezaji waliokuwa nao tayari anaweza akaenda nao na kuweza kuwatumia vizuri. Lakini pia mara nyingine huwa anapenda kurudi katika mfumo mama ambao huu tunasema kwamba hii yani ni kama primary formation katika soka wa 4-4